Okay, so somo la tatu kwa leo, tunaendelea na somo la tatu. Sasa tutakwenda kurename sheet zetu. The first activity, uta right click eneo hili hapa chini hapa. Yes, so uta right click na uta opt kitu kimeandikwa rename. Hapa tutaandika data entry, tutaandika data entry. Tukiandika data entry tuna enter. So tumeshapata hapo. Kuongeza sheet nyingine hapa tunagonga sehemu yetu simple manually, utapiga hapa hapa, na hapa nataka tuongeze sheet ambayo itaitwa control sheet. Itaita control sheet. Yeah, hii control sheet yetu ambayo sasa reference za sehemu zote za mfumo zitatokea eneo hili. Kitu cha kwanza kukifanya hapa kwenye control sheet yetu, tutaanza na eneo hili, tutaandika mikondo. Mikondo. Halafu hapa chini nakumbuka sehemu hii bana tuliandika mikondo, tuliweka mikondo hapa. Kama tukiweka yes, let's do this. Tuweke formula bar yetu hapa, unaweza ukaona hapa tuna mkondo A, tuna mkondo B, C, D. So tuliweka mikondo yetu hapa. Ninachotaka hapa ni kuicopy. Na control C kucopy, lakini unakuja sehemu hii una control note, yes, una right click and then utachagua option ya paste special, halafu option bila shaka itatokea pale. Alright, tulikuwa tunazungumzia maeneo haya ambapo tuliandika mikondo somo lililopita. Sasa nataka tuifanye ionekane hiyo mikondo yetu labda kwa rangi nyeusi hapo, halafu nita right click na nita copy eneo hilo, nitakuja kwenye control sheet, nitagonga hapo, nita right click, nitachagua option hii ya 4 hapo. Unaona? Chagua option ya 4, inakwenda sasa kwa namna hii. Badala ya kupaste iende kwa namna hii, sasa nikipaste kwa option ya 4 inashuka kwa namna hiyo hapo. So baada ya hapo nataka niweke ikae katikati, itakaa katikati ili ipendeze design kama hiyo. So nikifika hapa sasa, leo nafuta hapa. Unaweza ukaja ukaona sehemu hii kwenye data validation hakuna kitu. Naam, kama hakuna kitu ni vyema tutafanya hivi mpaka mwisho. Tutafanya hivi mpaka hapo, na tutakwenda kwenye data tena, kwenye data validation, halafu tutabadilisha sasa ile reference yetu, badala ya kuwa hapa tunaileta kwenye control sheet. Kwa tunakuja tunagusa hapa, tunaachana nafasi moja kama vile. Kwa ikiwa design hiyo, basi tutaweza tukaweka okay na tutagonga okay. So this time ukigonga tena hapa, mikondo yote inaonekana pale. Mikondo mingapi? 4, ambayo sasa sio hapa tena. Sasa angalia hapa, kwa mfano tukifanya hivi itakaa vizuri, na huku sijaona ulivyoweka, sababu kwangu mimi ikizidi max itanambia imezidi. Unaona, itakwambia umezidisha alama, ingiza alama kuanzia 0 hadi 100. Wewe umeweka maneno, mtu akigusa hivi yaonekane tu, kitu ambacho mimi sijakwambia ufanye. So utarudia wewe ulichokifanya ni kama ulivyofanya hapa hivi. Sasa ukiwa unaingiza max inakuzuia sana, ukiwa kuna hizi messages zinatokea. Kwa sitaki itokee message kama hii. Nataka mtu akikosea tu hapo kama hivi 900 akigonga, basi ndio itokee hiyo alama. Kwa hiyo utaenda utarudia hilo zoezi hapo, utalifanya. Kwa sasa hivi sasa yes, nitakuwa na uwezo wa nifanye hivi. Nitakuwa na uwezo wa highlight hivi, control shift, yep, kitu kama iko hapo. Kwa nita hide hapa. Nikihide this time, hata nikisema niingize hii kitu hapa, unaona hazitokei kule tena, ile mistari hainiboi. Kwa hiyo itakuwa imekaa vizuri tu. Zoezi la kwanza hilo hapo. Kwa pia hapa juu nataka coloration ya kijani hii iwe kama hivi nilivyoweka, na sio vinginevyo. Nataka ufanye hivyo, utafute hiyo kodi ya hii rangi, and then turudi kwenye control sheet yetu. Tayari tumeshatengeneza sehemu ya mikondo hapa. Yani ni vizuri kama unaenda huku na customize, una colorize kila kitu, ili mradi tu kikae sawa. Na baada ya hapo tutaona tunafanya kitu gani kinachofuata. Sasa baada ya hapo tunaweka sehemu za header zetu hapa.
Naweza tukaandika hapa headers, ili headers zetu ziwe zinabadilishwa sehemu hii moja tu. Tuandike headers hapa. Sasa hii headers yangu inataka ije mpaka hapa, obvious, mpaka hapa. Sasa sitaki kuifanya manual, nataka ifanyike kulingana na vile tulivyojifunza kwenye formulas. Nataka hapo iandikwe header, alafu iwe na rangi ya kijani, hapa iwe design kama hiyo. Na tunakumbuka tuliambizana pale, una right click, unakwenda kwenye view code, halafu kwa sasa zile kodi tayari unazo. Ukija kwenye data hapa, kodi ni hizi hapa, unaweza ukazikopi. Una haja kuandika tena cells, entire column, auto fit, hauna haja tena ya kuandika vile. Unakuja hapa kwenye control sheet yako ya hii hapa, kwa utazipaste tu pale, na tayari ukirudi sasa, ukikata hii, ukirudi hapa, ukigonga hivi, tayari zinaji auto fit. So tunatamani header ya kwanza iwe president office. Nitaandika header zangu zote hapo kama kawaida, utaziona hapo. Kwa hiyo nitaandika header zangu hivi na tayari zinaji auto fit vizuri kabisa. Hata ningesema niongeze hapa, naweza ukaona nikisema niongeze maneno hadi hapa, nikigonga enter tayari inaji auto fit. So ni kitu kizuri sana unapokuwa na mfumo na ukifanya hivi inaji auto fit vizuri kama design kama hiyo hapo. Therefore, kwa hiyo nitatamani sana hapa uandike headers zionekane design kama hii hapa. Unaona mikondo yako hapa, na unaweza ukaongeza. Kwa maana hiyo ni kuna kitu cha kuongezea hapa. Tunapo deal na mikondo sehemu hii hapa, hapa una highlight sehemu yote hapa, unakuja tena kwenye data hapa, nenda kwenye data validation, halafu badala ya 6 weka 10, ishi yani ianze kwenye seli namba 2 mpaka kwenye seli namba 10, ambapo kimsingi hata ukiandika hapa sasa, ukiongeza mkondo E utaona, ukiongeza mkondo F unaona hapa. Kwa hiyo yote ukija utaiona hiyo mikondo, ukiklik tu hapa mkondo mpaka F unaonekana. Kwa tayari hapo umeshafanya reference moja muhimu sana, na ni control area, ambapo utakuwa control kila kitu unaingiza pale kwa kifupi. Sasa hapa nataka tutengeneze system ambayo ni simple kabisa. Tunataka tuweke hapa majina ya walimu wetu. So majina ya walimu tunafanyaje? Hapa tunaandika hapa class teacher au stream teacher, tuandike stream teacher. Yes, stream teacher. Ukiweka pale itaji auto fit, na hapa tuweke maybe tufanye rangi nyekundu. Nyekundu kwa nyeupe. Yes, nyekundu kwa nyeupe ndio inakaa vizuri. Alafu ni bold, na hapa pia ni bold kama vile. So stream teacher hapa iwe ni stream teacher. Alright, let's do this. Stream teacher kama vile. Kwa hapa mwalimu wa kila mkondo atasoma hapa kwenye ripoti. Kule tutaona kwenye ripoti namna kuandika. Labda mwalimu wa mkondo A awe ni Meshak Kismango Filipo. Unaona jina lilivyo refu Ukigonga enter itaji auto fit. Mwalimu wa mkondo B awe ni mwalimu wa Naisha labda Hamisi Juma. Iwe kama design kama hiyo. Kwa stream teacher tumeshawapata. Stream teachers tuweke at the center, yes, kama hivi. Kwa tayari tuna mikondo, tuna walimu wa mikondo na tuna headers zetu. Halafu tuje hapa chini tuandike hapa comments. Hapa tuliweka kule 10, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kwa hapa tutaandika comment, teachers comment. Hapa tuandike teachers comments hapo. Alafu hizo comments zikitokea hapo, na hapa tutaandika HM comment. Tuandike kwa hapa kwanza teachers comment, to colorize pale tuweke maybe the same like that, tuweke at the middle like this. Kwa hapa sasa kama maoni ya mwalimu yatakuja automatic, basi lazima kuwe kuna kigezo cha reference. Kigezo cha reference tutaangalia performance, grade performed. Mwanafunzi pata A, wastani wa A, basi kutakuwa na comment yake kwenye huo wastani. Umeona amepata labda kama ni comment kwa GPA na nini. Sisi sana tunaangalia grade of performance. Kwa hiyo tutaangalia
grade. Hapa tutaandika grade ambayo sasa ndo alama alizozipata mwanafunzi ni A ama B ama C, na hapa tuweke rangi hiyo, halafu rangi ya text iwe hiyo hapo, and then to bold pale grade. Sasa hapa grade maybe let's say kuna grade A, grade B, grade C, D, E na F, whatever. Inaweza ikawa hakuna E, kuna D na F, kwa vyovyote vile kulingana na level unaoandaa mfumo. Iko level hadi S kwa advance, kuna E hadi kwa huko so tuweke design kama hiyo hapo. Sasa hizi hapa tuseme labda huyu amefanya excellent, yani ijitokeze automatic neno excellent. Tuandike kwa herufi ndogo excellent, hapa iwe very good, halafu hapa iwe good, halafu hapa iwe satisfactory, na ya mwisho pale chini iwe failed. Akipata F isome amefail. So tayari, na from there hizo ni teachers comment, au unaweza kusema ni general comment. Unaweza ukaandika vinginevyo, maneno mengi marefu, whatever unavyotaka. Na hapa pia unaweza ukaamua umpe HM comment. Ni vitu ambavyo vinakuja vinafanyika mwishoni, lakini they are very very important. By now tuangalie kwanza hiyo. Tumefanya stream teachers wako pale, tumeweka mikondo yetu iko pale, tumeweka grade ziko kwenye control sheet. Sasa kinachofuata hapa ni tuje tutengeneze, tunataka tu merge maeneo haya hapa. Tunataka tutengeneze reference ya grade ambazo mwanafunzi ameziperform, alafu mfumo utakuwa unatafuta very automatic. Unaona mwanafunzi akipata ngapi mpaka ngapi au amepata grade gani. So tunaweza tukaandika hapa mwanafunzi akipata let's say kuanzia 74.5 mpaka sasa. Hii nataka iwe hivi, lower, tutaandika lower limit, halafu tutaandika upper limit, halafu tutaandika grade, halafu tutaandika hapa grade. Nadhani ni vitu ambavyo vinajieleza, ikae design kama hiyo hapo. Kwa hapa ninaweza nikaja nikaweka rangi nyingine, ili mradi tu mambo yangu yasiwe yamefanana sana kama hivi. Halafu mistari yangu nakuja nabadilisha rangi hapa, inakuwa nyeupe, halafu naweka hivi all borders. So unaweza ukaona mistari imejigawa vizuri kabisa hapa. Ili eneo lote nitatumia formatting hii. Kwa hiyo hapa lower limit sasa nianze na 74.5, upper limit huwa ni 100. So tuanze hapa lower limit, inayofuata kwa chini ni 64.5 na upper limit yake itakuwa ni 74, itakuwa ni 74.5. Yes, 0.5 hiyo kama hivi. Sasa ili this contradict hapa tuweke hii iwe ni 75 moja kwa moja. Unaweza ukaweka vyovyote tu whatever, lakini hapa tuweke 75 na hapa iwe ni 65. Nafikiri hapa tuweke tu ile 74.5, alafu hapa itakuwa ni 44.5 na hapa itakuwa ni 64.5, and then hapa itakuwa ni 29.5, wakati hapa itakuwa ni 44.5 na hapa itakuwa ni 0 mpaka 29.5. Hizo ndo zitakaa design kama hiyo. Na nachaka nichukue sasa hii formatting ya hapa nihamishe hii. Nachukulia formatting wapi? Hapa kwenye kaji brush, baada ya ku right click niko nakuja nahamisha hivi, naweka design kama
hiyo hapo unaweza kuona. So baada ya hapo nataka nizi position at the middle, halafu nizi bold kama hivyo, halafu then hapa grade sasa, hapa itakuwa huyu mwanafunzi ameperform A, hapa atakuwa ameperform B, hapa ameperform C, hapa ameperform D na hapa ameperform F. You see, kwa hiyo itakuwa ndio performance yake. Sasa nataka hapa kwenye hizi header zangu hizi bwana, zisinisumbue, ziwe katika herufi kubwa. Kwa naandika sawa sawa, naweka neno hapa, yani hiyo ni formula, naweka hapa halafu nagonga vile. Naweza kuona hapa imeandika names, nimeweka hapa halafu hapa limit. Haya, ngoja tufanye hivi, hapa and then itagonga. Okay, tufanye hivi, halafu hapa tulisema ni lower limit, okay, like that. Sasa nataka hili neno langu hili lije litokee katika herufi kubwa. Nitaandika sawa sawa, nitaandika hapa, itatokea hii formula, nitaweka vile, halafu nitafungua semi kwenye hilo neno, nitafunga semi kwenye hilo neno, nitafunga mabano, and then unaweza kuona imetokea kama herufi kubwa. Kwa hiyo ni herufi kubwa, na hapa the same applies. Nitafanya sawa sawa, nitaandika hapa, nitafungua semi kwa sababu ni maneno yako wazi, nitafunga semi, nitaweka mabano ya kufunga, tayari pale imetokea kwa herufi kubwa. Na hapa mwishoni pia nitaweka neno sawa sawa, halafu nitafunga. Okay, nitaandika hapa, nachagua hiyo, yes. Okay, nadhani pale imejifuta, ila nitaandika hapa grade like this, nafunga pale, nafunga. Ni simple tu, ningeweza kuandika kwa herufi kubwa moja kwa moja, lakini hiyo ni formula ya kubadilisha lower case kwenda kwenye upper case. Kwa unaweza kutumia hivi mbele huko kwenye formula zako na katika maeneo mengine mengi. Kikubwa ni kuwa una uwezo wa kuimagine kitu kinachoitwa formatting. Uwe na uwezo wa kuimagine formatting gani unaitaka. Kwa mfano mimi hapa naona kabisa hapa, ili header zangu zije zitimie mpaka hapa, naweza nikafanya hivi. Yes, naweza nikafanya hivi. Yeah, nikafanya design kama hii. Naweza kuona imekaa sawa sawa. And then mistari yangu ikawa meupe kama hivi. Kwa naweza kuona tayari niko na formatting nzuri. Huku pia naweza nikaamua nifanye formatting ya design nyingine, nikaweka rangi yangu nyingine hapa, nikaitafuta rangi, maybe rangi hiyo hapo, and then mistari yangu meupe ikakaa hapa. Naweza kuona bado inakuja intact kabisa, vizuri mno. Kwa formatting ndio kitu kikubwa ambacho kinatakiwa ili mfumo wako uweze kupendeza. Angalia hapa, naweza nikaamua niweke rangi hiyo hapo, halafu nikagonga mistari ile pale. Unaweza kuona bado ninafanya formatting inayoonekana vizuri, inapendeza sana. Kwa baada ya hapo tayari tumeshatafuta maeneo ambayo tutakuwa tunafanya referencing katika huu mfumo. Kwa kikubwa kinachofuata sasa hapa tutengeneze kitu kinachoitwa engine ya mfumo. Engine ya mfumo ina mambo mengi sana, lakini simply tuongeze page yetu hapa. Mimi nitaandika hii ya mpj calculator kwa herufi kubwa, mpj calculator design kama hiyo hapo. So hii itabeba vitu vingi. Kwanza itakopi kila kitu kutoka kwenye sheet yetu ya matokeo, italeta, halafu ndo sasa itatuletea mambo mengi ambayo sisi tunaenda kutengeneza. Kikubwa sisi tutahitaji tuchukue hii kitu hapa kama ilivyo hapa, design kama hiyo hapa. Tukishachukua hiyo sasa, tunakuja kwenye mpj calculator, tutapaste hapa kwa njia ya kwanza hii hapa. Unaweza kuona formatting yote itakuja hapa. Kwa hiyo tukipaste hapa itarudi na tunaweza tukaona formatting yote iko hapa. Sasa unaweza kuona zimebanana hapa kwa sababu hatujaweka iweze kujivuta automatic. Ili iweze kujivuta automatic kama kawaida, tunatakiwa tuje hapa, tunaandika view code. Nikukumbushe tu,
view code, alafu utatoka kwenye general utakuja worksheet, alafu utaandika kama kawaida ilivyo hapa, utaandika cells entire column autofit. Utaandika cells dot entire column dot autofit. Kama umepatia, ukigonga huko pembeni tunaona inajibadilisha kuwa katika maandishi ya herufi ndogo, yani tunasema normal case na ambayo inaanzia na herufi kubwa. So ukija huku utaona tu automatic ukigusa sehemu kama hii na itakwambia umekosea. Maana yake nini? Kuna sehemu haijakaa sawa. Wapi? Hapa nimeandika cell badala ya cells. Kwa nitaongeza s, alafu nitagusa sehemu hii hapa kustop hiyo error, alafu nitakuja huku nitajaribu kama kuna error nitaona. Kwa unaweza kuona tayari inaji autofit automatic kabisa baada ya kuandika kodi yetu katika usahihi wake. Sasa hizi bwana ni sehemu ambazo zitatusaidia sana. Hizi ni raw data. Nitakachokifanya mimi simple tu, nitakuja hapa nita insert sheet hapa, alafu hapa nitapapa jina kama nitapapa jina hapa, nita merge hapo, nita bold, nitaiweka ikae kushoto, nitaongeza font, alafu hapa nitaandika raw data, na ili kae vizuri nitaipa rangi ya kijani kabisa, alafu hii nitaipa kijani mpauko. Itakaa design kama hiyo. Ndio raw data yangu ambayo inaingia hapa ya, na naweza nikataka sasa nibadilisha hata hii rangi isionekane rangi nyekundu. Nakuja hapa nabadilisha line color hapa, nachagua rangi labda let's say nataka rangi hii hapa. So nikija nikigonga hivi rangi zote zimebadilika na inakuwa imekaa katika muonekano mzuri. Kwa hii inaitwa calculator sheet, ambayo sasa itatupa sisi matokeo yote kabisa. Kwa leo tutaishia somo hili hapa. Kumbuka ndo tunaanza kuingia sasa sehemu ambayo itatupa sisi muonekano bora wa mfumo huu. Hapa tutatafuta grade ya kila marks itakayoingizwa na automatic. Hapa tu nimekopi kitu, labda kabla sijamaliza napaswa kufuta hivi kila kitu hapa. Yes, napaswa kufuta zile formatting zote zile, napaswa niziondoe. Nakuja hapa, nakuja kwenye data hapa, alafu nakuja kwenye validation, nakuja nasema okay, nina reset zote, naweka any value hapa, naweka any value. Kwa hiyo patakuwa hakuna kabisa validation. Sasa kitakachotembea ni formula. Naanza kulink, naweka sawa sawa kwenye hii cell ya kwanza hapa, naweka sawa sawa, alafu na link kwenye data entry huku. Kwa hiyo nitagusa hapa, unaweza kuona imeshajiandika formula tayari. Kwa hiyo nitagonga okay, unaweza kuona inatokea hapa, na nitavuta hii, nitashika ile, nitaivuta kuja mpaka mwisho. Unaweza ukaona kuna maeneo tunapewa 0000 na nitaivuta. Yes, kabla ya kuivuta kwenda chini ili nisihangaike zaidi, ninakuja kwenye hii formula, naongeza kitu, naandika logical formula if this thing hapa, kama hichi kitu hiki and hiyo na copy kwanza. Kama hiyo ni sawa sawa na hakuna, yani kama kwenye hiyo data entry A4 cell haina kitu, basi sheet hii irudishe majibu empty, na kama la sivyo basi ilete kitu ambacho kiko kwenye hiyo A4 kutoka kwenye data entry cell ya A4. Kwa nikifanya hivi itanisaidia, kama ipo itatokea, kama haipo hizi 00 hazitatokea. Unaweza ukaona nitaleta ni hadi hapa, nitavuta this time, naona zimekaa very clean, na nitavuta kwenda huko chini, kwa itakaa design kama hiyo hapo. Huko kote sasa ni sheet ambayo ina control, ni formula. Kwa nikibadilisha kule, kwa mfano nikija kwenye data entry hapa, nikabadilisha kwenye civics, huyu awe amepata 89, yes, na huyu hapa awe amepata labda 90, labda amepata 40 ngapi hivi, randomly tu iwe design kama hiyo hapo, awe amepata hivi huyu mtoto wa kwanza. So nikija kwenye MPG calculator yangu, unaweza kuona zote zimefanyaje, zimetokeza very automatic. Yani hapa ndo tunaanza kuzi reference formula ninayotaka udili nayo hapa. Ni hii moja tu, hii hapa ama popote pale nikigusa if data entry hiyo hapo is equal to nothing, then it must respond nothing.
but if there is something kwenye hiyo cell ambayo tumereference, basi ionyeshe kile ambacho kipo. Kwa hiyo ndio formula ambayo nataka kuanza kuitumia, na tutaitumia sana sana sana. Unaona? Kwa hiyo itakuwa design kama hiyo. So for today it is enough. Fuatilia hili somo, tengeneza mpaka hapa. Next time nikija tutaendelea kutafuta sasa grade. Tutaendelea kutafuta kitu kinachoitwa point, na hizo point pia tutaenda kwenye control sheet, tutaandika tena, tutaongeza points, tutatafuta sasa division, tutatafuta GPA, zote tukizipata tutatafuta position, alafu tutatengeneza matokeo. So for the second lesson tutaweza kutoa matokeo sasa ambayo yapo katika mfumo wa NECTA vizuri kabisa. Na baada ya hapo tutakuwa tunadili sasa na summary ndogo ndogo mpaka mfumo ukikamilika. Tunaanza kufanyia na enrichment and cleaning of the system. Tuna link na code na nini vitu kama hivyo, then tutakuwa tumekwenda mbali sana katika utengenezaji wa mfumo. Hili ni somo la 3, tumeishia kwenye control sheet pamoja na engine ya mfumo ambao sasa tumeita kama MPJ calculator. Huku ndo kuna maajabu yote yanayofanyika kwenye mfumo wote, sehemu hizi hapa ambazo zinapokea automatic kabisa. Na labda eneo hili ili uweze kuwa na customization nzuri, lazima majina yao yamekaa kushoto, design kama hiyo hapo. Yeah. Thank you for following us. Tuendelee tufuatilie somo la 3.